Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo ni siku mzuri sana. Nataka niongee na wewe jambo moja. Mimi hapa ni mwalimu wako Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika. Napatikana Dar es Salaam, Yombo Buza kwa Mama Kibonge. Leo naongea kwa upole sana. Nataka nikupe njia ambayo utakuja kunikumbuka wewe, watoto wako, vitukuu vyako na wajukuu. Hii ni adhina nakupa ilmu hutoweza kuipata sehemu yoyote duniani. Hakuna mwalimu atakayekupa zaidi ya mimi. Nimeamua kukupa elimu hii kwa ikhlasu yangu yote. Kuanzia sasa nakubariki na nakupa dua hii ikawe kun fayakun kwa na kurithisha urithi huu wewe, mtoto wangu, mjukuu wangu, mwanafunzi wangu, kuanzia leo tarehe 5 hii ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Kama una dhiki, kama una changamoto ya wateja katika biashara yako, una vifungo katika mwili wako, una mizaruba katika mwili wako, mji wako mgumu unataka kuzindika, una uchawi uliokithiri unataka kuzindika mwili, funga mashetani, maibilisi. Una mteja amekujia, amekimbiwa na mume wake kwa miaka na amekuahidi kwamba bwana, nikifanikiwa basi utakuja kuona. Fanya hii, ina majibu ya papo kwa hapo. Unahitaji utajiri, Mungu akupe pesa misili ya kichaa, akupe fedha. Unahitaji pesa ambayo kama kisima cha maji ya Zamzam au kama kisima cha chemchemu yoyote isiyokwisha. Unataka pesa kama povu la bahari. Nakupa hii njia, nataka uifanye kwa ikhlasi. Wazee wetu walitupita kwa sababu sisi hatuna ikhlasi. Nakupa hii summa wallahi wa billahi wa tallahi, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nakupa hii sadaka, ukiwa popote pale duniani ifanye. Tafadhali ifanye, na kuomba ifanye. Jifunze hata ukimaliza miaka 9, lakini ujifunze na kuhifadhi. Itakusaidia. Andika, itakusaidia kuondosha ufakiri, kuondosha misukosuko kwenye ndoa. Umepeleka sehemu nafasi, unatakiwa upate kazi, unaenda kwa bosi, unampelekea CV zako, nitakuita kila siku, we ni mtu wa kuita. Umemaliza chuo, unataka kuajiriwa, huna ajira. Mtoto wako haelewi darasani, we mwenyewe uelewi darasani. Kuna mtu anaumwa magonjwa yasiyojulikana. Kuna mtu anaumwa magonjwa ya hospitali. Unahitaji Mwenyezi Mungu amuongofe yale matatizo yote, amuondoshe. Hii ni fariji la moyo. Hii dua ni hitaji ya moyo. Achana na haya maneno ninayokupa, usiskipu hii, usiondoshe hii, usipeleke mbele hata sekunde moja, utakosa faida. Naomba ufanye kama mimi nilivyoelekezwa. Naomba ufanye kwa utaratibu huu niliokupa. Hii dua ukishindwa kuifanya, nitakufanyia mimi kwa gharama, kwa sababu ni dua ndefu, lakini ina majibu ya dhati na dhahiri. Hii ni dua ya siku moja tu, ni dua ambayo ya kun fayakun. Hii dua kama utaifanya kwa siku 40 mfululizo, siku 7 mfululizo, siku 5 mfululizo, siku 3 mfululizo, unakuwa unstoppable. Hii ni kalama. Hii ndio ile hali ya kusema kinakuwa. Hii unakuwa uko pamoja na Mwenyezi Mungu, unakuwa rafiki wa Allah, unakuwa miongoni mwa watu wenye karama duniani. Ukisema kuwe, kinakuwa kwa uwezo wa Allah, kwa sababu wewe na Mwenyezi Mungu mnakuwa marafiki kupitia hii dua. Nakupa na naongea kwa herufi kubwa. Hii ninaitoa ni sawa na sadakatul jalia kwa marehemu mke wangu Ashura binti Said. Naomba tumfanyie dua sana, Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake huko haribu. Allahumma fillah walhama wasahama. Naomba usome qul huwallahu 3. Naomba usome qul huwallahu 3 mpaka 7, kumwombea kwa Allah mwanadamu huyu amsamehe madhambi yake, kwani kupitia yeye ni asbabu ya wewe kufanikiwa. Kupitia yeye ni asbabu ya kukupa hii dua mimi. Ni dua ya siri. Hii dua haikutoka kwenye kitabu kimoja. Hii dua haikutoka hapa. Ni dua ya kale na ya enzi, na ni sahihi, ambayo hatuna shaka ni kun fayakun. Dua hii ni mujarrabati, imefanyiwa kazi sana. Dua hii inafanya kazi nzuri, dua hii inafanya kazi mbaya, kutegemea na wewe. Yani hii ni hilki, lakini hii ni majununi, lakini hii ni dhalimu, lakini hii ni fayazi, lakini hii ni kila kitu, ni funguo kabisa. Hii dua ndio yenye uwezo wa kuita jini wa aina yoyote unayemtaka wewe. Hii hapa leo ndo dua hii inaita jini wa aina yoyote. Siku 7 tu, jini yoyote unayetaka. Ukitaka akupe pesa yoyote unapata, kulingana na muda mananzili yako
na nyakati. Watu wengi tunakosea kwenye kufanya shughuli hazishughuliki kwa sababu ya muda na nyakati. Sasa nimekuwekea hatua moja mpaka nyingine A to Z. Sasa tunachotaka kufanya ni kitu kimoja mwanafunzi wangu, ambacho hiki kitakusaidia wewe na vizazi. Kwanza kabisa, kama kweli unataka kufanya hii kazi, naomba haya masharti: andaa nguo safi, tena zikipendeza ziwe nyeupe kama kazi yako safi nyeupe, zikipendeza ziwe nyeusi kama kazi yako mbaya, zikipendeza ziwe nyekundu kama kazi yako ni ya kinga, zikipendeza ziwe za rangi bluu, kijani, njano kama ni ya kirohania unataka kuita majini. Uwe na ubani, nataka uwe na ubani jawi. Andika, ubani jawi kwa Kiswahili ni uvumba. Nataka uwe na unga wa mdarasini au magome yake, katakata vipande vidogo vidogo kama vya ubani. Lakini nataka uwe na ubani maka, nataka uwe na ubani zuhura, nataka uwe na ubani mashtaka, nataka upate na ubani ule sandarusi. Utachanganya pamoja hizi na karafuu. Changanya ile karafuu Pemba au karafuu Zanzibar, ile karafuu maua, zile karafuu zile wanazotia kwenye chai, nataka upate. Changanya pamoja ziwe nyingi, kwa sababu hiki kisomo ni kisomo haswa. Mwanafunzi, naomba unisikilize, tenga muda, vaa foni, tafuta sehemu mzuri usikilize hii, tafuta sehemu tulivu. Naomba unisikilize. Katika siku nilizoongea tangu nianzishe YouTube channel mwaka 2017 tarehe 27 mwezi wa 12, leo ndio naongea. Nimefundisha majini, nimefundisha mashaitani, nimefundisha miti, nimefundisha dua, nimefundisha matarasimu. Leo naongea. Kitu kinachotakiwa, unatakiwa kufunga hii siku unayotaka kufanya kazi. Kama ni ya shari, funga katika siku ya shari. Kama ni ya heri, funga katika siku ya heri. Nimekuwekea kuanzia nyota katika mpangilio wako wa nyota, kuanzia nyota ya kwanza mpaka nyota ya mwisho. Nikisema nyota ya kwanza mpaka nyota ya mwisho, na maanisha nyota ya Hamal, yani punda, mpaka nyota ya 12. Si unanielewa? Ambayo ni Huti, samaki. Nimekuwekea mpangilio wa kazi nzuri katika kila nyota na kazi mbaya. Kwa hiyo wewe utachagua kuchukua jina lako na jina la mama yako, utabadilisha kwa Kiarabu ili upate idadi sawa, utagawa ili upate nyota yako, tarehe yako ya kuzaliwa pamoja na mwezi uliozaliwa na mwaka uliozaliwa. Kama hujui, nitumie SMS WhatsApp kwa gharama ya 30,000 kwa pesa ya Tanzania, sawa na 1500 Kenya shillings. Nitakupa nyota yako na sifa zako, kazi yako, kila kitu chako, kwamba mimi sijui nyota yangu. Utaomba malipo, ulipie, nitakupa. Wewe unaitwa nani? Utanitumia jina lako, jina la mama yako mzazi, au kama unajua tarehe yako ya kuzaliwa, mwezi wako wa kuzaliwa na mwaka wa kuzaliwa, nitakupa sifa ya nyota yako ipi, nani ushirikiane naye akupe mafanikio, ufanye biashara gani upate utajiri, wewe utakufa kwa muda gani, saa gani, umri gani, utapata watoto wangapi, kizazi chako kimekaeje, magonjwa yako yatakayokusumbua ni magonjwa gani, utakufa kwa ugonjwa gani, utatajirika kwa ugonjwa gani, utafilisika kwa sababu gani, ukitaka kutajirika upite njia gani ili utajirike, ukitaka kupata kinga ufanye vipi, dua zako za kila siku, siku yako ya bahati ni hipi. Ni vitu kama hivi ambavyo ni vitu havihitaji haraka. Hii ni elimu unatakiwa usome. Hizi ni falaki unatakiwa uzijue. Tafuta vitabu vikubwa, soma ili ujue na ujijue wewe ni nani. Ninachotaka kukuambia mwanafunzi ni kwamba unahitajika kujua siku na saa unayotaka kuanza dua yako, unayotaka kuanza hii process. Kama siku ya heri utatia nia kwa siku ya heri, kama siku ya shari utatia nia kwa siku ya shari. Unanielewa bwana? Hiyo siku utakayokuwa unatia nia ya kufunga. Kwa mfano, mimi leo hii ni Babu Bidabida, mtaalamu wa tiba asili Afrika. Labda nyota yangu ni Huti, yani samaki, ni nyota ya 12 ambaye ni mushtara sawa na Kausi. Tunanielewa bwana? Kwa hiyo sasa nataka kufanya shughuli yangu. Kwa hiyo naangalia ndani ya wiki kuna siku ngapi? Kuna siku 7. Sasa huyu Huti ni siku gani na siku gani ambayo anaingia kwa uzuri na anaingia kwa ubaya? Kwa tukija kumwangalia Huti, siku ya Alhamisi ni siku yake nzuri. Kwa hiyo nikitaka kufanya jambo lolote naanza siku ya Alhamisi. Siku hii nitajibiwa
majibu mazuri, nikitaka kufanya jambo langu lolote zuri, basi ni siku ya Alhamisi. Lakini pia siku ya Jumapili ni siku mzuri, ambayo siku hii nikikaa chini kuomba jambo lolote zuri, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu lazima lijibiwe. Lakini siku nyingine ni siku ya Jumatatu. Siku hii ya Jumatatu kupitia nyota hii ya samaki, yani Huti, Mushtara huyu, basi siku hii lazima nijibiwe jambo langu ninalolitaka zuri. Lakini siku mbaya, siku za nuksi, kuomba mambo mabaya mabaya, kumkilikisha adui, kumfanyia madhuruba adui, basi mwenye nyota hii ya Huti, huyu ninayetaka kumfanyia, basi nimfanyie siku ya Jumanne, kwani ni siku yake mbaya. Sio, unanielewa? Siku ya Ijumaa ni siku mbaya, kwa hiyo mwenye nyota ya Huti, hii ni siku mbaya kwake, tena mbaya haswa. Tukija kuangalia katika nyota ya 11 ambayo ni Daru, sawasawa, yani ndoo, asili yake ni Zohari, sawa na Jadi, siku zake katika wiki, kwa siku ya Jumamosi kwake ni nzuri, siku ya Jumatano ni mzuri, siku ya Jumapili ni mbaya, na siku ya Jumanne ni mbaya. Kwa hiyo ikiwa mtu unataka kumfanyia hiyo kazi iwe ya shari, utaangalia katika haya majira nilokupa, hii siku nilokupa, kama ni aheri hii siku ambayo nilokupa. Wewe ni mtabibu, unamfanyia mgonjwa wako, aidha anataka kulipiza kisasi, anataka kuomba nusura kwa Mwenyezi Mungu, jambo lolote, au wewe mwenyewe unajifanyia, unaangalia kwenye haya mambo, unanielewa, ili kujibiwa kwa haraka. Lakini tukija katika nyota ya 10 ambayo ni Jadi, mbuzi, ambaye pia ni Zohari, siku yake Jumamosi ni siku mzuri, ni siku ya Zohari kwake yeye, ni siku mzuri kabisa. Kwa hiyo kama jambo lolote zuri ukiwa na nyota hii ni sawa. Kama huyo mtu unataka kumfanyia jambo ukimwangalia ndo kwenye nyota hii, basi ni jambo hilo halina shaka. Lakini pia Jumatano ni siku mzuri kwake, kwa sababu ni utwalidi na rafiki wa kazi zake zote. Kwa hiyo hapa ni siku nzuri sana. Tukija pia kuangalia siku ya Jumapili, kwake ni siku mbaya, kwa sababu jua ni adui mkali sana kwake. Lakini pia tukija kuangalia siku ya Jumanne ni siku mbaya, kwa sababu yeye Mirihi ni adui yake mkubwa sana. Kwa hiyo tukija kuangalia Kausi ni nyota ya 9 ambaye ni mshale, huyu pia ni Mushtara. Alhamisi ni siku yake mzuri, ni siku ya Mushtara kwake. Jumapili ni mzuri sana, jua kwake ni rafiki mno. Jumatatu ni mzuri sana kwa sababu yeye Kamali ni rafiki yake sana. Jumanne ni mbaya kwake kwa sababu yeye Mirihi ni adui yake mkali mno. Lakini tukija kuangalia Ijumaa kwake ni mbaya sana kwa sababu Zuhura kwake sio rafiki kabisa. Kwa hiyo tukija kuangalia nyota ya 8 ni Akrabu, ambayo nge Mirihi sawa na Hamal. Siku ya Jumanne kwake ni nzuri, siku ya Jumapili kwake ni mzuri, siku ya Ijumaa kwake ni mbaya sana, siku ya Jumatano kwake ni mbaya sana. Kwa hiyo ukiwa na majambo yoyote mabaya hizi au mazuri, jambo lako kutegemeana na haja yake, utafanya kutegemeana na siku husika na kufunga katika siku husika. Tukija kuangalia katika nyota ya 7 ambayo ni Mizani, ni Zuhura huyu sawa na Thauru. Kwa hiyo sasa siku ya Ijumaa kwake ni siku mzuri, siku ya Alhamisi kwake ni mzuri, siku ya Jumanne kwake ni mbaya sana, siku ya Jumamosi kwake ni mbaya kweli kweli. Lakini tukija kuangalia Sumbula huyu ambaye ni Mashuke sawa na Twaridi, huyu ni Jauza huyu, siku yake Jumatano ni mzuri sana, Jumapili ni mzuri sana, Jumanne ni mbaya na Alhamisi ni mbaya sana. Tukija kuangalia nyota ya 5 ni Asadi Simba, huyu ni Shamsi jua, siku ya Jumapili kwake ni mzuri sana, ni siku ya Shamsi. Jumanne ni mzuri sana, Mirihi rafiki wa nguvu kweli kweli. Lakini Jumamosi kwake ni mbaya sana, kwani ni Zohari ni adui mkali sana kwake. Jumatano ni mbaya sana, Twaridi si rafiki kabisa. Kwa hiyo utaangalia kwamba kazi hii ninayotaka kumfanyia huyu, nataka kumklilikisha, unataka kufanya kwa muda gani. Kwa hiyo kama ni umempata yule adui ni Asadi ambaye ni Simba, kwa hiyo wewe unaangalia tu kwamba huyu ni mfanye Jumatano, kwa sababu Jumatano tunampata Twaridi. Twaridi kwake sio rafiki. Kwa hiyo nikimpata jini wa Twaridi, nikimshakiza naye huyu kwa kumuomba hapa, basi kila kitu kinakaa sawa. Jumamosi kwa sababu kuna Zohari. Zohari ni adui yake mbaya sana. Kwa hiyo nikimpiga kwenye Zohari itakuwa sawa. Huyu amefanyaje? Amefanyiwa ubaya. Kwa hiyo tunatengua hizo Zohari, tunatengua hii Twaridi. Sawa. Huyu anataka mambo ya utajiri na nini. Kwa hiyo tunaangalia siku zake nzuri. Kwa hiyo tunafanya kwenye siku mzuri ambayo Shamsi tunamfanya hivyo kutegemeana na nyota yake. Lakini tukija nyota ya 4 ambayo ni Safwan, ambayo ni Kaa, yeye ni Kamali ambaye ni mwezi. Jumatatu ni mzuri, siku ya Kamali. Ijumaa ni mzuri, Zuhura kwake ni rafiki mzuri sana.
Jumanne kwake ni mbaya, Mirihi adui mkubwa sana, lakini Jumamosi ni mbaya zaidi kwa sababu Zohari ni adui yake mkubwa kweli kweli. Tukija kuangalia nyota ya tatu ambaye ni Jauza, mapacha hawa Atwaridi. Jumatano ni mzuri sana, siku yake ni Atwaridi kabisa. Jumapili ni nzuri sana kwani yeye jua ni rafiki kwake. Jumanne ni mbaya kwa sababu Mirihi ni adui mkubwa. Alhamisi ni mbaya kwa sababu Mushtara kupitia kiasi chake anaweza akazulika pakubwa mno. Nyota ya pili kabisa ni Thaul ambaye ni ng'ombe. Zuhura huyu. Ijumaa ni mzuri, siku yake ni ya Zuhura. Alhamisi ni mzuri, Mushtara rafiki wa Zuhura, wanaendana vizuri kabisa. Jumanne ni mbaya, Mirihi adui yake ni Zuhura. Kwa Jumamosi ni mbaya zaidi, Zohari ni adui mkubwa sana wa nyota ya Thaul. Lakini tukija kuangalia nyota ya kwanza, namba moja ni Hamal ambaye ni punda, huyu ni Mirihi. Jumanne ni mzuri, siku yake ni Mirihi huyu. Jumapili ni mzuri, jua kwake ni rafiki wa Mirihi mkubwa. Ijumaa ni mbaya kwa sababu Zuhura ni adui wa Mirihi, lakini Jumatano ni mbaya sababu Atwaridi si rafiki kabisa. Ukumbuke hizi nyota nimezitaja kutoka nyota ya 12 kuja nyota ya kwanza, yaani nyota ya mwisho kuja nyota ya kwanza. Kwa hiyo wewe utaziandika kuanzia nyota ya kwanza kuja mpaka nyota ya 12. Hiki ni kipengele muhimu cha kujua nyota na kujibiwa mambo yako. Watu wengi dua zetu tunazibahatisha kwa sababu hatujui nyota. Utatia nia, utatia udhu kutegemeana na mavazi na nia yako husika. Utatia nia yako ambayo ya jambo unalolitaka, kama unamfanyia mtu hii, hata kama mtu yuko ughaibuni unamfanyia, hata kama mtu yuko mbele yako unamfanyia, hawepo asiwepo unamfanyia. Unanielewa? Kwa hivyo utaswali sunnatil hajja rakaa 6, lakini ndani ya rakaa 6 utaswali rakaa 2 salamu, yaani rakaa ya kwanza ya pili utatoa salamu, sawa? Rakaa ya tatu ya nne utatoa salamu, rakaa ya tano ya sita utatoa salamu. Unanielewa? Utasoma surati Fatiha, yaani rakaa ya kwanza utasoma surati Fatiha mara moja, utasoma Ikhlasi 11. Hapa hakuna salamu. Utasoma surati Fatiha mara moja, rakaa ya pili utasoma Ikhlasi 21, hapa utatoa salamu. Baada ya hapo utanyanyuka tena kwa kuswali rakaa nyingine. Rakaa ya tatu utasoma surati Fatiha mara moja, utasoma Alam Nashraha mara 31. Rakaa ya nne utasoma surati Fatiha mara moja na Falaki mara 21. Hapa utatoa salamu. Rakaa ya tano utasoma surati Fatiha mara moja, Nasi 31. Na rakaa ya sita utasoma surati Fatiha mara moja na Alam Nashraha mara 21. Unanielewa? Hapa kwenye sigida, kabla ya kunyanyuka kutoa salamu kwenye atahiyatu, hapa unatakiwa kutaja majina ya Mwenyezi Mungu haya hapa mara 11 ndio useme unalolitaka. Ina maana utasema ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wahid, ya Ahad, ya Samadu, ya Qadiru, ya Zuljalali wal Ikram. Hii sawa na mara moja. Utarudia, utafanya hivi mpaka mara 11, na baada ya hapo sema kitu chochote, ongea na Mwenyezi Mungu jambo lolote unalolitaka hapo na Mungu atakupa. Ni kun fayakun. Mwenyezi Mungu, mimi nakuomba, nimekaa hapa katika sijida hii, mimi naitwa fulani mzawa wa fulani, nimekaa hapa, fulani mzawa wa fulani amekimbiwa na mumewe, amekimbiwa na mkewe, amefilisika, anatafutwa, ana kesi. Mwenyezi Mungu, mimi ni dhahiri, ni masikini, nataka utajiri, nataka pesa, nimekaa hapa mimi naita mali. Mwenyezi Mungu, nimekaa hapa mimi nataka kuita jini anipatie mali, utajiri. Nataka kumuita kiumbe wa kunipatia mimi uganga. Nataka kuita kiumbe wa kunipa matokeo. Nataka kuwa karibu na wewe Mwenyezi Mungu. Mimi nataka karama, nataka upendo. Mwenyezi Mungu, nimekaa hapa, kuna mtu mimi animefanyia ubaya. Mwenyezi Mungu, na mimi nataka nimlipe hii. Mwenyezi Mungu, nimekaa hapa mimi nimefanyiwa aini, nimefanyiwa kijicho, mimi nina vifungo. Mwenyezi Mungu, nimekaa hapa nataka kuzindika huu mji kuanzia sasa hivi, sitaki tena uingiliwe. Mwenyezi Mungu, mimi nazindika mwili wangu. Mwenyezi Mungu, mimi nafukuza majini katika mji huu au katika mwili wangu huu. Mwenyezi Mungu, mimi nataka kurudisha kitu kilichopotea. Kuna mtu kaibiwa pesa zake, kaibiwa mali zake, kuna watu wamepoteana. Mwenyezi Mungu, kuna mtu kaibiwa. Mwenyezi Mungu, kuna mtu ana kichaa, fulani mzawa wa fulani, nataka kumtibu kichaa chake. Mwenyezi Mungu, mimi kuna mtu nataka kumuonya. Mwenyezi Mungu, kuna mtu mimi nataka kumkomesha.
Mwenyezi Mungu mimi nakuomba uniangamizie huyu adui. Mwenyezi Mungu mimi huyu ni fakiri amenidhulumu. Mwenyezi Mungu kuna fulani mzawa fulani amenidhulumu. Mimi nataka kumwadhibu. Mwenyezi Mungu kuanzia sasa mimi nataka kumtia majununi mwanadamu huyu au kiumbe huyu. Mwenyezi Mungu mimi nataka umdhalilishe, uwadhalilishe maadui zangu, udhalilishe. Mwenyezi Mungu mimi nimenunua gari. Mwenyezi Mungu mimi nimenunua nyumba. Mwenyezi Mungu mimi nimenunua uwanja. Mwenyezi Mungu mimi nimenunua shamba. Mimi ninachotaka shamba hili lisifilisike. Shamba hili liendelee. Mwenyezi Mungu kuna mtu ana godauni, ana kiwanja chake anauza, ana eneo lake anauza. Mwenyezi Mungu naomba umfanyie wepesi auze. Mwenyezi Mungu mimi lolote unalolitaka mshitakie Mwenyezi Mungu. Mungu atakuonyesha. Mwenyezi Mungu wangu naomba umbadilishe huyu mtoto. Mwenyezi Mungu wangu nakuomba unibadilishie mimi. Mwenyezi Mungu naomba ubadilishe maisha yangu. Mwenyezi Mungu mimi naomba kila kitu unachokitaka muombe Mwenyezi Mungu. Chochote kile kutegemeana na nia na shughuli yako. Ukimaliza hapo sasa mwanafunzi wangu utakaa kitako kwa kutoa salamu sasa. Ukimaliza hapo sasa ndio utaandaa tasbihi yako. Ukumbuke una moto wako wa kutosha. Ukumbuke kabisa mwanafunzi wangu umeandaa mnyama wa kumsindikiza, kama ni kuku, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, kama ni kondoo, kama ni njiwa, kama ngamia, kutegemeana na shida na uzito wa jambo lako. Kuomba astaghfirullah kwa Mwenyezi Mungu mara 111. Utamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 111. Utataja majina ya Mwenyezi Mungu, yale majina uliyoyataja katika sigida pale, yale utayataja mara 129. Utasoma surati Fatiha mara 7. Utasoma surati Ikhlas mara 7. Utasoma surati Falaq mara 7. Utasoma surati Nasi mara 7. Utasoma surati Yasini mara 1. Naomba unisikilize hapa kwenye surati Yasini. Ukifika aya ya mwisho ya surati Yasini utaanza kusoma haya maneno, yaanze kuyataja haya maneno mara 2 mpaka mwisho, ndio itakuwa mara 1. Ina maana utayasoma mara 313. Utaanza hivi: barahatia barahatia, karirin karirin, tatirih tatirih, turan turan, masjal masjal, tarkab tarkab, barhash barhash, ghalmash ghalmash, khuturi khuturi, khutaish khutaish, kalhud kalhud, barshan barshan, kadhihili kadhihili, musharrah musharrah, kaz kaz, maz maz, anfaliliti anfaliliti, kubrahti kubrahti, ghayaha ghayaha, kaidahura kaidahura, shamhahilihi shamhahilihi, shamhih shamhi. Hii ndio sawa na 1. Unasogeza tasbihi yako, unaanza tena kusoma barahati barahatia, sawa mpaka shamhi shamhi. Hiyo ukifika hapo mara ya 2 mpaka itimie mara 313. Si unanielewa mwanafunzi wangu? Ukishasoma hivyo utakuja kusoma hii wa huwa Allahu alladhi laisa kamathilihi shay'un. Utasoma mara 11. Baada ya hapo sema shida yako yoyote unayoitaka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Chinja huyo mnyama, inuka chinja, na kama kuna kijana huko wa kuchinja wachinje, na kama unamfanyia mtu dua unamnyanyua unamwambia njoo mkamate huyo mnyama. Kama ni kuku atie nia anavyotaka, kama ni ng'ombe amkamate sikio, aongee naye kwenye sikio la ubavu wa kushoto, ongea naye anene pale anayoyataka. Kimaliza mnamchinja, bismillahi Allahu akbar, mnamchinja kwa kutoa sadaka. Unanielewa? Kama ni wewe unanuia, mnachinja. Nakupa hii suma, wallahi wa billahi wa tallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, hutokuja kumpata mwalimu atakayekupa hii njia abadan. Si upo kwenye mitandao ya kijamii. Mkimaliza hapo sasa, mshachinja, mnamwacha ule mnyama wenu, mnarudi kwenye dua. Sawa, ni kazi yenu kutia nia tu, mnasukuma tu. Utasoma ayati kursi mara 111. Utasoma inna anzarnahu mara 111. Utasoma alam nashraha mara 111. Utasoma surati Waqia. Hapa kuna idadi ya 3, kuna idadi ya 5, kuna idadi ya 7, kuna idadi ya 11, kuna idadi ya 21, kuna idadi ya 41. 3 kama ukichinja kuku, unanielewa? 5 kama ukichinja bata. Pendelea kutumia bata kwenye kazi za shari. Pendelea kutumia kuku kwenye kazi zote za kheri. 7 kama unachinja mbuzi. 11 kama unachinja kondoo. 21 kama unachinja njiwa. Pendelea kutumia njiwa kwenye kazi zote za kuita majini. 41 kama utachinja ng'ombe, ngamia. Umenisikia hizi kafara zinavyokwenda? Utasoma wasilati shafi mara 7. Utasoma kanji la alshi
mara 11. Badala ya hapa tia fataha. Omba dua yoyote unayoitaka kwa Mwenyezi Mungu. Omba dua yoyote unayoitaka kwa Mwenyezi Mungu atawapa. Hilo jambo unalolitaka kabla ya kunyanyuka hapa, kabla ya kupita masiku, masaa, saa, naomba unisikilize, jibu utalipata. Na nimekupa njia hii kwa ajili ya heri tu. Omba heri kwa Mwenyezi Mungu. Ukiomba shari simo, ukimfanyia mtu ubaya simo. Laana hizo zikukute wewe mwenyewe na dhima yako, ambaye mkusudiwa nilotoa dua hii kwa ajili ya nia hii. Nimetoa nia hii na dua hii kwa ajili ya nia ya dhati, ili wewe uweze kupona na kufanikiwa katika majambo yako, katika kuandaa akhera yako, katika kutafuta amali za dunia, katika kutafuta majambo unayoyataka. Hapa utakuwa mwisho wa dua yako. Huyo mnyama toa sadaka kwa yatima, wajane, majirani na watu mafakiri. Utakuja kunikumbuka. Hii dua iwekeni miongoni mwa desturi zako, utakuja kunikumbuka. Ni dua moja mujarrab, ni mujarrabati. Hii nitakuwekea na nitaitungia kitabu hii. Utakuwa na kitabu special. Kazi yako wewe kila ukifunua wewe unasoma. Nitakuwekea kitabu special, yani kitabu kirahisi ambacho wewe utakuwa unasoma tu, haina neno. Mimi ni Babu Bidabida, ni mwalimu wako wa kila siku, lakini leo nimeamua nikupe pigo hilo. Leo nimeamua nikupe hiyo njia ya heri ya kujikwamua, uweze na wewe kuwa mtu miongoni mwa watu. Upande cheo. Kuna watu wanataka kupanda vyeo lakini hawajui, na kuomba uzingatie muda, nyakati. Si unanielewa? Hii ni dua. Miongoni mwa dua, hii ni dua. Miongoni mwa dua za moto, hii ni dua ya moto. Miongoni mwa albadili, hii hatari. Sina mengi ya ziada. Dakika nyingi nimeongea, zimetosha, sio za kuzipuuza. Ni dakika moto kabisa kwa ajili ya kukupa wewe elimu. Nikutakie mapumziko mema. Usave posti hii, share kwa ndugu jamaa na marafiki, muweze kupata vitu vilivyo bora. Andika kwenye madaftari yako, kwenye makaunta yako. Kuitunza mitandao inafuta hii. Wabillahi taufiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.